Tunakwenda kumuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan tangu anaingia madarakani. Pia alisema anakwenda kutoa elimu bure, elimu bila ada kwa watoto wa Tanzania kuanzia chekechea mpaka kidato cha 6. Kwa hiyo hii analokwenda kulifanya na kumwambia mama, hongera kwa kazi uliyoifanya, na sisi tunakuongezea kwa hawa ambao hawana uwezo wa kupata japo uniform wala madaftari. Huko watoto wa Kitanzania huko tunapotoka kwenye vijiji vyetu, anakuta ni mtoto ana akili nyingi, amefaulu vizuri, lakini anakwama, hana sare za shule, hajui atapata wapi madaftari. Anapoambiwa accountable inakuwa ni msamiati mkubwa sana kwa yule mtoto na mzazi wake. Kwa kweli hii ni baraka kubwa sana, na pongeza sana Mama Joel, kazi nzuri, na Mwenyezi Mungu abariki pale ambapo umetoa, na abariki uweze kupata zaidi na zaidi ili tuendelee kuwasaidia watoto wa Tanzania. Mheshimiwa, kupitia wewe natamani kufahamu ni nini ambacho tunakifanya kwenda kufikisha ujumbe huu muhimu sana kwa viongozi wengine mbalimbali wa serikali? Ni kuendelea tu kushajihishana, na hasa kwetu sisi wanasiasa, kwa sababu tunaishi na wananchi wetu kule kwenye majimbo yetu. Tunafahamu ni aina gani ya watu tulionao. Najua serikali imepambana sana kupunguza umaskini, lakini bado maskini tunao kwa zaidi ya 26%. Kwa hiyo hao naomba kuwaambia tu viongozi wenzangu, hizi riski tunazopewa sisi ni sababu ya sisi kuwasaidia wale wenzetu ambao hawana. Kwa hiyo kutoa, wanasema ni moyo wala sio utajiri. Tutoe, tuwasaidie, na tuhakikishe hakuna mtoto wa Kitanzania hata mmoja anashindwa kwenda darasani kwa kukosa sare ya shule au mahitaji mengine kama madaftari pamoja na kalamu na vifaa vingine. Mheshimiwa Rais amefanya jambo kubwa sana kwa upande wake na serikali yake ya awamu ya 6. Ni jukumu letu kama Watanzania, kama viongozi, kama wazazi, kuona tunawafikia hasa watoto hao wahitaji. Asante sana. Tuko usiku wa leo kwa ajili ya kufanya kile ambacho kiliandaliwa kwa muda mrefu sana kuhusiana na uchangishaji wa vifaa vya shule kwa watoto wa shule za msingi na shule nyingine sekondari. Natamani kufahamu wazo hili lilikujaje, kwa sababu umepitia njia nzuri sana ya mambo ya mitindo na vitu ambavyo watu wengi wangekuja kama tu ingekuwa hakuna mambo ya uchangishaji. Kwanza kabisa hili swala la uchangishaji kwa mimi naivisha wa mama wa Tanzania na jamii yetu, lakini tuna watoto wao hawafanyi kazi, hawana uwezo, lakini sisi wazazi walezi nikiwemo mimi tuna uwezo kuunganisha watoto wetu mtaani na ili kutengeneza taifa bora na imara na kumsaidia pia mama, kwa sababu ameshatoa elimu. Sasa wale watoto wanafika shule, lazima sisi walezi, wazazi tuhakikishe, ni jukumu letu wote, hata wewe ni jukumu lako kuhakikisha kila mtoto wa Tanzania anaonekana nadhifu na anakwenda shuleni, kwa sababu anapokwenda shuleni na hajavalia mavazi mazuri ya shule anapata ile bullying au anasema anachekwa mbele zake. Hii inamfanya arudishe maendeleo yake nyuma, kitu ambacho hata mimi nimeshakwenda shule bila viatu, labda na mimi ningekuwa niko sehemu ya juu kabisa, kwa sababu kama sikuwa labda bullying at that time, sasa hivi kufanya vizuri kwa sababu ya bullying, kuingia kwenye shule kwa sababu hii ya kukosa labda leo kukosa daftari au leo kukosa kalamu, kesho kukosa viatu au nguo zako ziko nadhifu na chapa ndio au unatakiwa kujifunza nyumbani kwa sababu unafanya vizuri, nguo imepasuka. Kwa hiyo wazo limetokea huko tu, sio kwamba ni wazo kubwa sana, hapana. Ni hali ya kawaida tu inaonekana. Tadora, kwa leo mnakusudia au mnatarajia kukusanya sare za watoto wa shule na kiasi gani au za kuwafikia wanafunzi kwa kiasi gani? Lengo letu hasa ni kupata zaidi ya watoto 5,000, lakini kupata zaidi tutafikia na sehemu nyingine kote nchini Tanzania, lakini kama tukipata 5 tutafurahi sana, kwa sababu tayari listi tunayo ya watoto 5,000. Mimi naomba nikushukuru sana, labda tukaendelee na shughuli. Asante sana. Waziri wa viwanda na biashara Woo!
umezoea kuonja kwa kila mtu, eti kisa wewe mwanamke mzuri sana, utaki kutulia. Ulisema kuna mwingine zaidi yangu, ya mimi na wewe, kufa na kuzikana. Maneno yako matamu kama sukari. Wow. Gentlemen, please walk. Napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kutupa uhai mpaka siku ya leo jioni. Na pili, kwa kumshukuru kuwashukuru ndugu wote waliofika hapa kwenye harambee hii muhimu ambayo kimsingi imelenga kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwapatia sare za shule watoto wenye uhitaji. Hilo ni jambo la furaha na faraja kubwa kwangu kubarikiwa tena kupata nafasi ya kuandaa harambee hii, ikiwa ina lengo la kuwapatia watoto wetu wenye uhitaji wapatao 5,000 kwa mwaka 2023-2024. Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni waalikwa, mimi nikiwa kama mbunifu wa mavazi, mzazi na mlezi, naelewa changamoto ambazo jamii yetu inayotuzunguka inakabiliana nazo, hasa katika kuhakikisha mtoto wa shule anapata mahitaji yake yote muhimu, ikiwa sare za shule. Na kuzingatia hilo, Jado Couture imeona ina jukumu kubwa kurudisha kwa jamii kupitia ubunifu wa mavazi, kufanya harambee hii kuchangisha pesa zitakazosaidia watoto wenye uhitaji. Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni waalikwa, kauli mbiu ya harambee hii ni hisani haijawahi kupitwa na wakati. Kwa lugha nyingine tunasema charity never goes out of fashion. Inagusa moja kwa moja kazi zinazofanywa na Jado Couture katika kuhakikisha inavisha jamii ikiendana na mitindo na wakati husika, bila kusahau maadili, vile vile ikizingatia lengo la serikali na jamii kuhakikisha kila mtoto wa Tanzania anapata elimu bure na mahitaji yote ya msingi ikiwemo sare za shule. Na kwa kusema hayo basi, Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu sana ufungue harambee hii na kuomba ukaribie hapa kutufungulia harambee yetu jioni ya leo. Na washukuru sana wote bila kusahau Jado Couture na mume wangu na familia. Nasema asanteni sana. Jina langu naitwa Ruth Josephat Urio, ukipenda unaweza kuniita Mama Jado. Karibu sana. Wawakilishi kutoka Okazi, wawakilishi kutoka Mo Logistics, wawakilishi kwa kuguswa na kusema na mimi nataka kuchangia kwa watoto wetu wa Kitanzania. Ndugu zangu washiriki, natambua na sote tumemsikia, amesema tunatamani kufikia kupatikana kwa sare za watoto 5,000. Na mimi natamani tupate zaidi ya 5,000 na inawezekana. Kwa sababu tukiwa tunakuja umeniambia tayari 2,000 unazo mkononi. Kwa tukipata leo 5,000 ina maana tunakwenda kuwa na 8,000. Naomba kila mmoja aseme na moyo wake tunaweza. Mmoja alipoingia darasani mwalimu akamwambia nguo yako ni chafu. Baada ya kuambiwa nguo yako ni chafu, dada Ruth alirudi nyuma. Akajichukia yeye mwenyewe, akachukia na darasa. Haya sio ya dada Ruth peke yake. Ni watoto wale 26% ambao leo natamani tukayaguse maisha yao. Yawezekana leo dada Ruth angekuwa anafanya mengi zaidi ya hili analolifanya leo kama yule mwalimu asingemwambia sare yako ni chafu. Yawezekana angekuwa juu zaidi. Hivyo
ni sababu ya sisi kuguswa, ya kusema lazima tunyanyuke kwa pamoja kama taifa. Sisi ni Watanzania, sisi tunafahamu kule tulikotoka. Nikiwa kama mwakilishi wa sehemu ya Watanzania ndani ya taifa letu, natambua na nafahamu hiki ninachokisema ni maisha ya watu wetu wa kule tunakotoka na wale tunaowakilisha. Ni sehemu ya maisha ya majirani zetu, ni sehemu ya maisha hata ya baadhi ya ndugu. Kwa hiyo tuna kila sababu, ndugu zangu, sote tulioko hapa tukatoka na tukasafiri kwa pamoja na tukahakikisha kila mtoto wa Kitanzania aliyefanya vizuri amefaulu mtihani wake wa darasa la 7, anaingia shuleni akiwa maridadi kabisa. Ndugu zangu washiriki, kutoa ni ibada, na ibada iliyo bora zaidi ni ile unayotoa ukampa yule ambaye anajiuliza nitakipataje. Sadaka zipo nyingi, unaweza ukampa mwenye nacho, lakini iliyo bora zaidi ni ile unayoitoa na ukampa yule ambaye hajui angekipataje. Mwaka huu mwanzoni, mwezi wa kwanza, nilipigiwa simu na mzazi mmoja, akanambia, Mheshimiwa Mbunge, mtoto wangu amefaulu kwa alama A, lakini wenzake tayari wamesha ripoti shuleni. Ni wiki ya pili, binti yangu yuko nyumbani. Tunatambua Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu, ameshasema waende wakasome bila malipo yoyote, lakini binti yangu amegoma kwenda darasani kwa sababu sina uwezo wa kumnunulia sare ya yeye akafanane na wenzake. Naomba uniwezeshe ili binti yangu aende darasani. Nikamwambia sawa, nitakuwezesha. Akaniongezea jambo moja lililoniumiza kama mama. Akaniambia, binti yangu amesema, baba, ikifika saa 7 wenzangu wanaporuhusiwa kurudi nyumbani, kama mimi nitakuwa sina sare, basi msije mkajiuliza niko wapi, nitakuwa nimeondoka. Hayo ni maisha ya watoto. Nilipofaulu kwenda kidato cha 5, babangu aliniambia sina uwezo, mchumba kapatikana, uolewe. Bora uache kwenda shuleni, kwa sababu sio kwamba sikufaulu. Kidato cha 4 mimi nilipata division 1 ya pointi 8, lakini kwenda kidato cha 5 baba akasema hana uwezo, hawezi kunipeleka na mchumba kapatikane. Ni mabinti wangapi na olewa leo. Asingetokea msamaria mwema leo, yawezekana leo nisingesimama mbele yenu kuyasema ya ninayo yasema. Naomba tuguswe, naomba tutoke, naomba tujitoe. Naomba kila mmoja aseme kwenda watoto 10 mpaka 20. Uniform moja ni 2800. Madaftari wala hayazidi shilingi 2000. Watoto wetu waende darasani. Shime kwa pamoja, tutoe. Kutoa ni moyo wala sio utajiri. Twendeni tukatengeneze mawaziri 20, mawaziri 200, mawaziri 500 wa Tanzania yetu miaka 15 ijayo. Baada ya maneno haya, naomba kusema tukio letu la kuchangia watoto wetu, tukio letu la kugusa maisha ya watoto wa Kitanzania limezinduliwa rasmi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibuni sana tuyaguse maisha ya watoto wetu.
Nawakumbusha collection zote zinazoonyeshwa usiku huu leo zipo sokoni na mahususi kabisa kwa ajili ya kuraise fundi kupata uniform kwa watoto waliohitaji. Hivyo basi usisite kupiga picha ya collection unayoipenda, lakini accessory ambayo utaipenda ili uweze kuinunua hapo baadaye. Lakini sio tu kununua, kwa ajili ya kuwezesha wanafunzi takriban 5,000 nchini kurudi shuleni wakiwa wanajiamini kabisa. Ladies and gentlemen, presenting to you Harry Pisa, international designer all the way from Cameroon. Makofi mengi kwa Harry Pisa, ladies and gentlemen. Nimekukumbuka sana usiku na mchana, na kuombe upumzike salama. Tabia na heshima, busara na hekima ulinifundisha vyema, na kuombe upumzike salama. Matatizo ya dunia kweli ninayapitia, ya leo lenimusia ya kweli mama, matatizo ya dunia kweli ninayapitia, ya leo lenimusia mama. Ukijisikia unaweza kacheza popote pale ulipo, twende kazi. Asante.
Haya, nguo yetu ya pili hiyo hapo. Nguo yetu ya pili. Andikisha dada hapo. Nguo yetu ya pili hiyo hapo. 250,000 mara ya kwanza. 250,000 nani anachukua? 250,000. Look at this material. Look at this material. Yeah, quality, finishing. You know what I'm hapa. Look at the fabric, ladies and gentlemen. Hili gauni bwana. Hili kuanzia pembeni. Kuna wamama wanakaribia kuozesha hapa. Kuna wamama wanakaribia kuozesha. DJ. Nauliza, kuna wamama wanakaribia kuozesha? Unategemea kuozesha binti yako, kijana wako? Mama mwenye shughuli lazima uingie shughulini watu wakuone. Sasa wewe unaalika watu wakapendeza zaidi yako. Haiwezekani. Naombeni bei ya gauni. Sio 200,000. Sio 200,000. Aya, tuanze bei ya Tanzania. 300. 300.
sio lazima uwe mama shule. Sasa hivi watu wakialikwa kabisa ya kuwezesha watoto waweze kurejea shuleni wakiwa tabasamu lugha kabisa. Haya, nguo yetu ya pili hiyo hapo. Nguo yetu ya pili. Andikisha dada hapo. Nguo yetu ya pili hiyo hapo. 250,000 mara ya kwanza. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye thibati na usajili wa NACTVET number REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2023 kwa kozi mbalimbali za kompyuta zikiwemo computer application, ICT for beginners, PC maintenance, video production, graphics and design pamoja na CCTV camera. Kozi hizi zitaanza tarehe 11 mwezi wa 12 2023 kwa awamu ya kwanza na tarehe 8 mwezi wa kwanza 2024 kwa awamu ya pili. Pia muhula mpya wa masomo kwa kozi za IT, business, hotel management na front office utaanza tarehe 18 Januari 2024. Kwa maelezo zaidi tupigie 0717816034 na 0766348652. KITM, elimu na ujuzi ni msingi imara.